imetembea sana mtandaoni. Kuna kijana ambaye mara nyingi anaonekana mtandaoni anavaa nguo za kike, magauni, vitu vya ni mwanaume, lakini juzi tumeona ndoa yake ameoa na shehe amefungisha hiyo ndoa. Imezua mjadala mingi mno mtandaoni kwamba hii imekuaje, mbona huyu kijana tabia zake na namna ambavyo ndoa yake imefungishwa kidini haviendani, vitu viwili tofauti. Unaweza ukaitolea kidini hii ipo vipi mtu ambaye anajianika mitandaoni akiwa amevaa nguo za kike lakini ndoa yake inakuja kufungishwa kidini? Kuna vitu viwili sasa hapa. Kuna matendo ya mtu anayofanya kwa nafsi yake na kuna swala la ibada ya kuingia katika ndoa. Wapo wengi sana leo wameingia katika ndoa lakini matendo yao mabaya sana. Sijui umeelewa. Lakini wapo katika nini? Katika ndoa. Swala la mavazi ya mtu na swala la kuwa ni vitu viwili tofauti. Mavazi ni yeye mwenyewe ambaye ameamua kuyavaa japokuwa ni haramu katika Uislamu. Mtume anasema la'ana Allahu rajula, amemlani Mwenyezi Mungu mtu yalbisu libsata mra'at, anayevaa mavazi ya kike, na mwanamke anavaa mavazi ya kiume, wamelaniwa hao watu. Sawa, kwa kitendo cha kuvaa kwao mavazi ya kike na ya kiume wamelaniwa. Lakini lile swala la ndoa halifanyi mtu kukataza kwenda kumuozesha. Ile swala ni kutokana na asili ya wanaume wake. Sawa, ameoa kwa mujibu wa sheria ya dini yake ya Kiislamu. Kwa hiyo hili limefanikiwa kwamba kweli ameoa, ila atapata dhambi kwa kile anachokwenda kukifanya kutokana na mavazi yake. Swala la mavazi yake haifanyi kwamba ndoa yake isiwe nini? Isiwe sahihi. Ndoa yake inabaki kuwa sahihi, ila atapata dhambi kutokana na kile anachofanyaje, anachokivaa. Sisi wajibu wetu nini sasa? Wajibu wetu sio kumkataa katika ndoa yake. Tufungishe ndoa yake. Kama aliweza kukubali kufunga ndoa kwa taratibu za Kiislamu, shehe yule yule aliyemfungisha ndoa kwa taratibu za Kiislamu ana uwezo sasa kumuita, kumuelekeza taratibu za Kiislamu, namna ya mavazi yanavovaliwa. Mavazi tu, hata muonekano wako unaonekana sio mwenzetu. Wanakuambia Waswahili au wazee wa sasa hivi wa mji wanakuambia mtu anaonekana left group. Wai aitwe sasa, aambiwe sasa una 1 2 3 4 hivi tupate ule uhakika wa jambo analokwenda kulifanya. Inawezekana huko kulefti kwake group kwa huku kuoa, inawezekana kukaa ndio sababu ya kuacha yale nini mambo, akapatana na mkewe ndani, inawezekana akamfunga vizuri, kamtia dawa, na sisi tuende tumpige dawa. Vipi bwana, umeweza kulifanya jambo hili zito la kuoa, lakini mavazi yako, muonekano wako unatakiwa ubadilike. Ukishaingia huko sasa, si Uislamu unakwambia 1 2 tumpe dawa hiyo, lakini sio kumsusa. Kama ameamua kuoa aozeshwe, wala ana shida, kwa sababu ni vitu viwili visivyoingiliana. Baada ya kuozeshwa tumpige dawa sasa. Kama amekubali kuozeshwa Kiislamu, tunatakiwa unamwambia sasa, ili ndoa iwe salama, uishi kidini ya Kiislamu, tumtie dawa. Uislamu mwepesi sana. Wapo wanawake ambao wanakubali wanaume wa aina hiyo, aolewe na wanaume wa aina hiyo. Sijajua, yani mimi sina uhakika kama ni kweli ana mitendo hiyo, kwa sababu hatuna ushahidi. Sisi zote tunamwangalia kwenye muonekano wake, na kama kweli yupo hivyo, vipi anaweza kuoa? Yani maswali mengi unaweza kujiuliza, lakini sisi tunamtazama kwa muonekano wake. Huenda tukawa tunafikiria vitu ambavyo sivyo. Ndio hivyo bwana. Lakini sisi tusiangalie huko, tuangalie kile kitendo chake cha kufanyaje, cha kuoa. Si ameoa Kiislamu, tukae na mkewe, tumuite yeye mwenyewe. Kama amekubali kuozeshwa, mashia wanaweza kumuita, tukamlingania, akarudi mazali amlikubali jambo hili la dini, huko anatoka tu bila wasiwasi. Okay. Mimi nataka tuzungumze Biblia iko kitu hakuna. Yani watu wanakaa wanapata watoto afu wanabariki ndoa. Ni udanganyifu mkubwa sana. Udanganyifu mkubwa sana. Biblia yenyewe kama Biblia haijaeleza mifumo ya ndoa ikoje. Unaelewa bwana Bato? Bible kama Bible haijaeleza mifumo ya ndoa ikoje. Na ndio maana ikifika mahala Mkristo ukimuuliza, "Nyinyi ndoa yenu utaratibu katika Biblia ikoje?" hawezi kupata jawabu. Kwa hiyo wanachukuana, wanakaa na kwambia tunakuja kubariki ndoa. Ndoa gani unabariki ili tuite ndoa? Uibariki ndoa lazima ipite hiyo ndoa. Sasa hii hawajafunga ndoa.
unabariki vipi hiyo ndoa? Yani ile zinaa wao wanaita ndoa, sio? Kwa hiyo kwenye Biblia swala la ndoa, yani hakuna utaratibu ndani ya Biblia unaoonyesha kwamba ndoa una 1, 2, 3, 4 ili itwe ndoa. Hakuna. Wala hakuna katika Biblia kubariki ndoa. Katika kitu ambacho kimekosekana kwa Wakristo kwenye Biblia ni kule kubariki ndoa, kuoa. Kwa sababu yule wanayemfuata Bwana Yesu kaondoka duniani hajaoa, wao kawaambia nani aoe? Wanatuchukulia wanawake zetu bure. Wewe wasioe. Sasa ukawaambia nani waoe bwana? Tuchukulie wanawake zetu bure, tuachie wanawake zetu sisi. Wakristo hawana ndoa. Wapata wapi ndoa? Wafuate mfumo ambao Yesu Kristo aliishi. Sasa Yesu kaishi kaondoka msela. Wangepatikana vipi? Wakristo. Kristo ungekuwaje kama watu wangekuwa hamna? Maana ndoa ndio inatengeneza watu. Hakuna dini ya Ukristo. Ndio maana nakwambia hakuna dini ya Ukristo. Dini ni Uislamu, ambapo hata kama Muhammad hajaoa, si kuna aya Mungu anasema tuoe. Biblia hakuna aya Mungu anasema oeni. Kwenye Biblia hakuna aya hiyo. Hakuna. Inasema oeni, hakuna. Si tunaoa kwa sababu Mungu kasema. Kwa hiyo kwenye Ukristo kuna tatizo sana Bato, kuna tatizo sana. Mkristo yote, hata mchungaji ukimuuliza, vipi ndoa zenu zinakuwa? Hawezi kutoa jawabu. Umeelewa? Hawezi kutoa jawabu. Biblia imekaa kimya sana. Na kwa sababu tayari watu wametiatia mikono yao, ndio imekaa kimya sana. Sasa ukiuliza nyinyi mnaoa, Yesu kaoa? Hajaoa. Nyinyi mnaoa mnapata wapi? Tatizo. Lakini kuoa ni kwenye Uislamu. Biblia mimi sijai kuona andiko. Kama kuna mchungaji ambaye wanasema Biblia imesema oeni. Oeni kwa Yesu, lakini acha Nuhu huko ilikuwepo. Kwa Bwana Yesu ile agano jipya ambalo linazungumzia Yesu oeni. Yesu mwenyewe kaondoka hajaoa. Sawa? Wao wanaoa wanapata wapi? Watu waambie utaratibu wa ndoa zao zikoje. Kumekaa vibaya sana. Wake zetu tu wale sasa ndicho. Hizi ndoa za mkataba nazo zikoje? Maana naona kuna mengi yanazungumzwa ndoa za mkataba ama ndoa za kiserikali, naona ndio hizo. Ndoa ya kiserikali kwa mujibu wa Uislamu sio ndoa. Kwamba eti Muislamu na Mkristo wameenda kufunga ndoa bomani, sio ndoa, haikubaliki, wanafanya zinaa. Sio ndoa, haikubaliki, wanafanya zinaa. Na aliyefungisha hiyo ndoa kama hakimu wa manani anaingia kwenye zinaa, wanaofanya hiyo wanaingia kwenye zinaa. Haikubaliki kwenye dini ya Uislamu ndoa namna hiyo. Hakuna ndoa ya mkataba, hakuna ndoa ya kwenda kufungia bomani. Mimi naona wengi ta Muislamu Mkristo, mimi si silimu na mimi sitaki kwa Mkristo, basi tukafunge bomani. Kwenye Uislamu wanazini tu. Kuvuruga watoto na kwa hawaelewi waende wapi. Ndio wanazalika kina nani wale? Wale chinani wanaitwa wale? Chionda. Chionda ndio wanazalika huko. Kwa sababu ndoa ya bomani, kwa hiyo maana yake hana dini. Mtoto anatokea hapo hana dini. Sasa hana dini, kafungia dini gani? Hajafungia kwenye Uislamu, wenye kwa Kristo atatokea wapi? Ndio dini yake itakuwa bomani. Ndio nakwambia dini yake asili ya mazeni ndio inapokuwa hivyo. Lakini bado hakuna ndoa ya bomani kwenye. Na hii ya mikataba hamna kwenye Uislamu. Wazungu naona wanapiga ndoa za mikataba miaka 2 mmoja. Dini wana dini hawana dini. Okay. Labda tuame kidogo tuzungumzie hii. Nimeona dakika kadhaa